Kwanza kabisa hali ya matukio ya kiuhalifu mkoa wa Geita kwa sasa imepungua sana. Matukio makubwa yale ya uhalifu yaliyokuwa yanasumbua yamepungua sana. Hasa matukio ya mauaji. Kama tunavyojua kanda ya Ziwa tulikuwa na changamoto kubwa sana ya matukio ya mauaji. Hasa ambayo chanzo chake ni imani za kishirikina. Na asilimia tuseme 80 ya matukio ya mauaji mkoa wa Geita chanzo chake ni waganga wa jadi. Hata ikiwa ni mgogoro wa ardhi, kwa sababu yapo matukio ambayo chanzo chake ni mgogoro wa ardhi. Lakini kutokana na ule mgogoro wanaenda kwa waganga wa jadi. Wakienda kwa waganga wa jadi, mganga wa jadi anawaahidi kuwasaidia kwa mbinu za kiasili na hatimaye yanapelekea mauaji. Lakini kwa kupitia dhana ya polisi jamii na ulinzi shirikishi, wananchi wamekuwa wakitoa ushirikiano sana, ambapo akienda akipigiwa na mli chonganishi anakuwa wa kwanza kuja kutoa taarifa polisi kwamba afande, mimi nilikuwa na changamoto ya mgogoro wa ardhi, lakini tumeenda kwa mganga wa kienyeji, anatuambia amuue yule mpinzani wetu ili ardhi ibakie ya kwetu peke yake. Lakini sisi nia yetu ilikuwa atusaidie tushinde kesi au maamuzi yatoke dhidi yetu, sio kuua. Kwa hiyo imechangia sana kupunguza matukio ya mauaji. Yamepungua sana. Geita 2021 2022 mpaka 23 mwanzoni tulikuwa tunakaa kwenye wa kwanza, wa pili, wa tatu mpaka wa tano Tanzania kwenye takwimu. Lakini sasa hivi Geita mpaka 15 hatumo. Kwa hiyo mnaweza mkaona ni kwa kiasi gani Geita tumepambana na tumezuia kwa asilimia kubwa matukio ya mauaji yanayotokana na imani za kishirikina. Lakini mafanikio haya yamepatikana kutokana na juhudi ya jeshi la polisi kuungana na wananchi. Na ndio maana tumeandaa semina hii ili sasa wataalamu waje waendelee kutoa elimu kwa makundi mbalimbali na ikiwemo wananchi, ili vita hii sasa tuendelee kuipigana kwa pamoja na tufike mahali ambapo vifo vinavyotokana na imani ya kishirikina au vifo vinavyotokana na ukatili tuvimalize kabisa Geita. Na hiyo inawezekana. Na hii semina naamini itakuwa ni chachu kwa haya makundi tuliyoyatenga, lakini sambamba na hilo kwa wananchi, na tutafikia hadi wananchi. Leseni anayefuta ni halmashauri, ndio wana hizo data, lakini wapo waganga wengi wa jadi ambao tumewafutia leseni na chanzo sisi polisi wakati wa upelelezi, na hatimaye tunafikisha kwenye ofisi za halmashauri na wanachukulia hatua mbalimbali ikiwemo kufutiwa leseni. Lakini kutokana na hizi pia changamoto tumeandaa pia semina kubwa kwa ajili ya waganga wa jadi, ili na wenyewe tuwashiriki moja kwa moja. Very soon tutakuwa na mkutano mkubwa wa waganga wa jadi wote, ili tuweke mikakati ya pamoja kuepuka hivi vifo na matukio ambayo chanzo chake ni waganga wa jadi.